Habari, karibu tena katika mfululizo wa makala zangu, na leo nimekuandalia makala inayohusu vitu muhimu ambavyo wanaume wanatakiwa kuvijua kila wanavyozidi kukua ili viweze kubadilisha katika maisha yao. Usisahau kulike, kucomment, kusubscribe to my channel. Karibu nikujue sehemu. Kwanza kabisa, mwanaume anatakiwa kufahamu hakuna mwanamke atakayekupenda kwa vile ambavyo ulivyo. Hapana, ila mwanamke atakupenda kwa kitu ambacho unaweza kumfanyia. Hakuna mwanamke anayekupenda wewe, ila mwanamke anapenda kwa kile kitu ambacho unaweza kumfanyia yeye. Hiyo ni kanuni muhimu sana ambayo kila mwanaume anatakiwa kuijua kila anavyozidi kukua, ikae kwenye akili yake. Kanuni ya pili, hakuna mtu atakayekuja kukuokoa wewe. Hakuna. Iwe kimaisha, iwe kiuchumi, iwe kiaina yoyote ile, hakuna. Ni wewe mwenyewe ndio utaweza kunyanyuka na kujiokoa kwenye hali uliyokuwa nayo. Kanuni ya tatu, hakuna mtu ambaye anajali kuhusu wewe mpaka pale utakapokuwa tajiri au utakapokufa. Hakuna mtu atakayejali kuhusu wewe mpaka pale utakapokuwa tajiri au utakapokufa. Mwanadamu hawezi kuwaza wewe huko unafanya nini, una nini. Hapana, ila ukisha kuwa tajiri, kila mtu atakutafuta, kila mtu atakujua uko wapi ili aweze kujiweka karibu na wewe, au ukiwa haupo watataka kutafuta ili waje kuzika, labda tuseme hivyo. Unaona? Kwa hiyo hakuna mtu atakayejali kuhusu wewe hata kidogo, labda uwe tajiri. Kanuni nyingine ambayo ni muhimu sana napenda kuambia ni kwamba pesa itakusaidia kutatua matatizo yako mengi. Pesa ni muhimu sana, itakusaidia kutatua matatizo yako mengi. Matatizo mengi yanasaidika ukiwa na pesa. Hii ni kanuni muhimu sana ambayo kila mwanaume anatakiwa kujua, kwa maana unavyozidi kutafuta pesa, unavyozidi kupata pesa, ndivyo utakavyoweza kutatua matatizo yako kwenye maisha, ingawa pesa sio kila kitu. Kanuni nyingine ni kwamba kila mwanamke, hakuna mwanamke ambaye ni wako. Hakuna mwanamke ambaye ni wako kwako. Yaani usije ukakaa ukahisi kwamba huyu ni mwanamke wangu. Hapana, hakuna mwanamke ambaye ni wa kwako peke yako. Hapana. Kwa sababu mwanamke anaweza kuwa na mwanamke anaweza kuwa na wewe kwa sababu ya kitu fulani, kwa sababu ya jambo fulani na vipi. Ingawa sio wanawake wote, lakini baadhi wanaweza kuwa na wewe kwa ajili ya kitu hicho. Kwa hiyo hicho kitu kisipokuwepo au hilo jambo lisipokuwepo, akatoka kaenda kwingine. Kwa hiyo usitegemee kwamba huyu ni mwanamke wangu moja kwa moja. Hapana. Lakini kanuni nyingine nataka nikwambie kwamba watu unaofanya nao kazi pamoja, watu unaofanya nao biashara pamoja, watu mnaokutana kwenye madili, mikakati na mipango pamoja, hao sio marafiki zako. Hao ni watu tu ambao mnakutana kwenye jambo hilo, lakini ni basi. Kwa hiyo utofautishe marafiki na watu ambao mnakutana kwenye biashara, mnafanya kazi pamoja, mpo kwenye taasisi moja. Hivyo ni vitu vile tofauti. Kwa kulijua hili itakusaidia sana. Usisahau kubaki kwenye channel yangu au kuendelea kunifuatilia mimi zaidi, ili niendelee kukupa makala mbalimbali ambazo zinakufundisha, zinakuamsha na zinakuburudisha pia. Usisahau kulike, comment, kusubscribe to my YouTube channel. Nawapenda sana.